Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama aliyopokea al-Imam Ibn Majah na amesahihisha al-Allama al-Albani, marra Amir ibn Rabi'a, alipita sahaba Amir mtoto wa Rabi'a bisahl ibn Hunayf wa huwa yaghtasil, jirani na sahaba mwingine aliyekuwa akioga kisimani. Mnafahamu zamani watu wanaoga visimani, chota maji na kapembeni anajimwagia maji. Kwa akapita Amir bin Rabi'a jirani na Sahal ibn Hunayf, sahaba anaoga. Akasema Amir ibn Rabi'a, lam araka al-yawmi wala jilda mukhabba'atin fama labitha an lubita bihi. Anasema sijapata poona kama nilivyoona siku ya leo mtu mweupe kabisa mwenye ngozi nzuri mithili ya ngozi ya kijibinti kilichokuwa kinazuiliwa kwao kisitoke nje, ngozi yake inavyokuwa ile. Na mnafahamu hata bibi harusi anapotaka kuolewa anawekwa ndani kwanza kiasi cha wiki 2 wiki 3, asipigwe na miale ya jua akaingiwa na weusi, anavumbikwa. Sasa yeye ndio aliposema hivyo, angalia sijaona mimi mtu mwenye weupe mzuri namna hii, ngozi nyororo mithili ya ngozi ya binti aliyeekwa akazuiliwa kutoka nyumbani kwao. Baada ya maneno yale kuyasema, anasema mpokezi wa hadithi, fama labitha an lubita bihi, hakukaa kitambo kirefu yule aliyetazamwa kwa kijicho kile, ambaye yamepatikana dhidi yake maneno haya, hakuchukua muda mrefu akaanguka, kama hata kusimama tena hawezi. Mara kazi ya kijicho hicho kaanguka, kusimama hawezi. Kwenye riwaya al-Imam at-Tabarani, fawuika sahalu makana, pale akapatwa na maumivu makali Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, washtadda wa'kuhu, maradhi yake yakawa ni makali zaidi kiasi kwamba alishindwa kusimama. Fautiya bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, habari hii akafikishiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikamwendea hii habari Mtume sallallahu alayhi wasallam, bwana sahaba wako, bali akaambiwa adrik sahlan swari'an, Mtume muwahi Sahal swari'an, kwa ni Sahal ameanguka. Mtume akauliza baada ya kuwa alikushajua kwamba hapo kuna namna, akasema man tattahimuna bihi, mnamtuhumu nani kwenye hilo? Yule hasadi, nani mnamtuhumu? Qalu, akasema Amir ibn Rabi'a. Hakuwa alisikika akasema ile maneno, na baada ya maneno yale mwenzake akaanguka kiasi kwamba hata kusimama akawa anashindwa. Alipoambiwa kama ni Amir bin Rabi'a, bali kuna riwaya nyingine Sahal mwenyewe akawa anajielezea tukio lilivyotokea, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala ma yaqtulu ahadukum akhahu, inakuwaje mmoja wenu anaridhika kutaka kumuua ndugu yake? Inawezekanaje mmoja wenu akawa yuko tayari kuzungumza maneno kama haya yenye hasadi ndani yake, ambayo huenda ikapelekea kumdhuru ndugu yake mpaka kusababisha kifo? Alama, yani ala madha? Alafu akawaelekeza sasa maneno gani ayaseme yule ambaye kwamba ameona kizuri cha ndugu yake, basi maneno yake aliyoyasema dhidi yake yasije yakamwathiri. Mtume anaelekeza aseme nini? Akasema idha raa ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu, mmoja wenu
atakapoona kutoka kwa ndugu yake kile ambacho kinamfurahisha, kinampendeza. Utazama nyumba ya watu nzuri, imekupendeza nyumba ya ndugu yako, watoto wake wanakufurahisha watoto wa ndugu yako, biashara yake imekufurahisha biashara ya ndugu yako. Ukiona kwa ndugu yako lile ambalo linakufurahisha, fanya nini? Falyad'u lahu bilbaraka, amuombee ndugu yake baraka. Ipatikane neno baraka. Allah akubariki ndugu yangu, mashaallah, Allahumma barik, Allahumma barik, ewe Allah mbariki, mbarikie. Barakallahu fik ni katika maana ya kumwombea baraka. Barakallahu fik, barakallahu alayka. Almuhim lipatikane neno baraka kwenye khairi ya ndugu yako uliomuona naye. Muona kwamba ana hifadhi nzuri, anahifadhi mambo viko vizuri, kichwa chake kizuri, kwamba mashaallah huyu Allahumma barik fulani, Allahumma barik. Hii kalima ni kinga. Kwa hiyo hata kama utakuwa na hasad, hata kama utakuwa na kadha, basi kusema maneno haya kumtakia ndugu yako albaraka ni kinga ya wewe kumdhuru. Kwa hiyo usijiseme tu, angalia dude lile, haya maneno, hii angalia, au kidole ukanyosha kidole, hii, au jicho ukapiga, au mdomo ukasema, bila kumwombea baraka ndugu yako katika hili, huenda ukamsababishia madhara. Dakika mbili tunasikia jamaa bwana yuko mahututi, kumbe ulimuona kavaa kanzu yake safi imenyooka vizuri, ukampiga kiaini. Na aini haitoki peke yake kwa mtu mwenye hasad. Wanasema ahlul ilmi anaweza akamhusudu baba mtoto wake aliyemzaa, au mkewe wa halali, kwamba mke wangu umependeza leo, umetoka leo, umeua. Unaweza kumdhuru mkeo kadhalika, na wala huna husda naye. Pia unapokiona chako mwenyewe kimekufurahisha, sema masha Allah. Kwa chako mwenyewe sema masha Allah, kwa cha mwingine muombee baraka. Tunaelewana vizuri hapo? Kisha Mtume Muhammad sallam akamuopoa vipi yule sahaba Sahal bin Hunayf? Mtume alimuopoa vipi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaamrisha maji yaletwe. Faamara Amiran, akamuamrisha Amir ibn Rabi'a an yatawadda, atawadhe. Fayaghsilu wajhahu, aoshe uso wake, wa yadaihi, na mikono yake miwili, ila almirfaqaini, mpaka katika viwiko viwili, wa rukbataihi, na aoshe na magoti yake, yani miguuni mpaka magotini, wa dakhilata izari, na ncha ya kikoi chake ambayo inashikana na mwili wake. Ukifunga kikoi ambacho akija zungushwa kile ambacho kwamba kama vile mithili ya kango, na upeleka huku, ncha ile unaofungia bindo la kikoi inayokabiliana na mwili wako, kwa maana unapoweka karibu chini ya tumbo, akimwagia maji kadhalika yaingie kwenye hayo maji ambayo atatawadhia. Baada pale akaamrisha ile maji amwagiwe Sahal bin Hunayf, akamwagiwa. Kwenye riwaya nyingine anaamrishwa mtu amwagie kwa nyuma yake, kuanzia juu mpaka mgongoni. Ni dawa kama huyu ndiye aliyempiga aini, tutaka maji yake. Na hii dawa mujarrab, ni dawa mujarrab
mwaka fulani tuko Makka, tumekwenda, tulikuwa na shekhi wetu Sheikh Abdul Fadhl Al-Qasim Allah yahfadhuhu na watu wengine. Akhi mmoja simtaji, yeye alikwenda na ahali yake na wengine wamekwenda na ahali zao na wengine hawakwenda na ahali zao, yani wake. Hoteli ziko kwenye hoteli moja. Sasa tunakaa chini hoteli, tunazungumza mazungumzo hapa na pale, anapita na ahali yake na turingishia maskhara, jamani ya mabarobaro mimi zankulala. Baada ya pale akawa yule akhi anaharisha kuna mbele, harisha na yeye, kila kitumia dawa hakuna kitu. Akaambiwa, wewe lakini kuna maneno uliyozungumza mbele za wenzako, huenda katika wale waliokuwa pale kuna mmoja alikupiga aini. Na sio lazima uwe na chuki naye, tuelewane vizuri hapa. Tunasema aini, kuna aini hasida na kuna aini mu'jiba, jicho la hasidi. Kwamba mtu hasidi bwana, chuki yake na moyo wake unatokota, hata kama anakuchekea kila anatokota kwenye moyo. Na kuna ambaye anakuangalia kwamba na mimi pia ningekuwa kama hivi, kijicho kikapita kikakumbana na kadari ya Allah kikaenda. Basi maelekezo aliyopewa kwamba pita kwenye chumba cha kila mmoja, umwambie atawadha kutilia maji kwenye ndoo. Kwa akapitiwa mmoja baada ya mwingine, wote mashekhe wasiokuwa mashekhe, bwana naombeni maji. Ya nini? Yana naomba maji tu wewe. Mimi bwana sina hasad na wewe, haiko hivyo niwekee maji, sababu simjui nani sasa atakuwa katika nini. Wallahi alazim, baada ya pale alivyojimwagia maji alasema sina kuharisha, sina chochote. Sisi tunaelewana vizuri. Huu ni mfano hai nimeutaja, nikataja baadhi ya watu kwa majina yao kuonesha kumbukumbu ya yale ambayo kwamba sisi tumeyashuhudia kwamba hii ni tiba ya kimtume, atibu nabawi.